kuhusiana na mtihani katika kipindi cha utawala wa Bani al-Abbas, kwa sababu ndio kipindi alichozaliwa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, na amekufa kwenye kipindi hicho hicho pia, sababu utawala wa Bani al-Abbas, al-Abbasiyun, daula ya Abbasiyya ilianza kutawala Baghdad na kutawala daula ya Kiislamu Mashriq kuanzia mwaka 132 kabla hajazaliwa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, mwaka 132 baada ya kuanguka daula ya Bani Umayya. Baada ya kuanguka daula ya Bani Umayya mwaka 132 Hijriya, ikasimama daula ya Abbasiyya mwaka 132. Daula Abbasiyya ni daula ndefu kwa sababu ilitoka mwaka 132 mpaka mwaka 656. Mwaka 656 umetawala zaidi ya karne 5, yani zaidi ya miaka 500. Ila ilikuwa na vipindi, baadhi ya wanawachuoni wanavigawa kwenye sehemu 4. Hakuna haja ya kueleza mambo haya kwa kirefu. Itakapofika wakati wake kuzungumzia masuala ya utawala na masuala ya khilafa, tutakuja kueleza haya kwa tafasili zake, lakini tutatueleza tu kile kipindi ambacho aliishi Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad kama anavyoeleza al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, kwa wale ambao wana kitabu al-Bidaya wa Nihaya wanaweza kurejea katika kitabu hiki alipokuwa akizungumzwa Imam Ahmad. Ibn Kathir ameelezea fitna hii, anasema qad dhakarna fima taqaddam, katika al-Bidaya wa Nihaya anasema sisi tumeshataja katika sehemu iliyotangulia anna al-Ma'muna kana qad istahwadha alayhi jama'atun min al-Mu'tazila, kwamba yule Ma'mun alikuwa wamemghilibu yeye kundi katika Mu'tazila. Istahwadha kwa maana amemughilibu, ndio wanasema amewatawala, kwa istahwadha alayhim ash-shaytan, amewatawala juu yao shetani, lakini pia amewaghilibu wao shetani. Kwa hiyo al-Ma'mun alighilibiwa na kundi katika Mu'tazila. Ma'mun ni mmoja katika watawala wa Bani al-Abbas, kama sijasahau ni khalifa wa 7 katika Bani al-Abbas, kwa sababu mtawala wa kwanza kabisa ni Abu al-Abbas as-Saffah. Abu al-Abbas as-Saffah ndiye mtawala wa kwanza katika daula Abbasiyya, Abdullah ibn Muhammad ibn Ali as-Saffah. Hiki ni kizazi cha Abbas ibn Abdul Muttalib, ndio maana kaitwa al-Abbasiyun. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib kizazi chake hiki. Kwa hiyo Abdullah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ndio anaitwa as-Saffah, Abu al-Abbas as-Saffah. Huyo alikuwa ni mtawala wa kwanza. Kisha baada yake akaja ndugu yake Abu Jaafar al-Mansur, ni mtawala wa pili. Abu Jaafar al-Mansur jina lake aitwa al-Mansur ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Ali. Baada yake ndo akaja Muhammad al-Mahdi, Muhammad al-Mahdi ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Ali. Kisha akaja Musa ibn al-Hadi, ibn Musa ibn Muhammad al-Mahdi, mtoto wake Muhammad al-Mahdi. Baada yake ndo akaja Harun al-Rashid, ndugu yake Musa al-Hadi. Baada ya kufariki Musa al-Hadi akatawala ndugu yake Harun al-Rashid, ambaye Harun al-Rashid ni mtoto wa Muhammad al-Mahdi ibn Abi Jaafar al-Mansur ibn Abi al-Abbas as-Saffah. Sasa huyu Harun al-Rashid alikuwa na watoto wawili.
kwa sababu hawa kama tulivyotaja nasabu yao ni Bani al-Abbas, kwa hiyo ni Makuraishi, bali ni katika Banu Muttalib, Banu Hashim, ni maami yao ni Mtume sallallahu alaihi wasallam kinasab. Kwa hiyo nasabu yao inakwenda kwa al-Abbas. Sasa huyu Harun al-Rashid alikuwa na watoto wakubwa wawili ambao walitawala, mmoja akiitwa al-Amin al-Muhammad, aitwa Muhammad al-Amin. Huyu mama yake pia vile vile alikuwa ni katika Bani Hashim na Hashimiyya, na mtoto wake mwingine anaitwa Abdullah al-Ma'mun. Abdullah al-Ma'mun, Abdullah al-Ma'mun alifariki mwaka 218. Huyu al-Ma'mun huyu katika wakati wake, huyu kwanza ndiye aliyemuua ndugu yake, alimuua ndugu yake al-Amin, alimuua ndugu yake al-Amin, kwa sababu huyu alitawala kwa mkataba, kwa wasia wa baba yake. Palitokea mambo ya fitna, tuache haya, lakini Ma'mun alimuua al-Amin akatawala yeye. Huyu bwana alikuwa amelelewa na watu katika Mu'tazila. Kuna watu katika kundi la Mu'tazila ndio waliokuwa wakimsomesha, wakanaye, wakimlea al-Ma'mun, Abdullah al-Ma'mun. Sasa fitna ilianzia kwake. Mwa tumueleze huyu kwa sura hiyo, na baada yake ndio akatawala Muhammad al-Mu'tasim, kisha akaja Harun al-Wathiq ibn al-Mu'tasim. Haya, sasa al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala anasema anna al-Ma'mun kana qad istahwadha alayhi jama'atun min al-Mu'tazila. Huyu Ma'mun alikuwa limemtawala au limemghilibu yeye kundi katika Mu'tazila, faazaghuhu an tariqi al-haqq ila al-batil, wakampotosha yeye kumtoa kwenye njia ya haki kumpeleka katika batil. Wazayyanu lahu alqawla bi khalqi alquran, na wakampambia yeye kauli ya kuumbwa kwa Qur'ani, wa nafi sifati anillahi, na kuzipiga sifa kwa Allah tabaraka wa taala. Akaleta bid'a mbili. Bid'a ya kwanza, wakamwaminisha yeye, wakamjaza maneno mpaka akaitakidi ya kwamba Qur'ani ni kiumbe. Qur'ani ni kiumbe makhluk, ili akawa libeba Ma'mun, Abdullah al-Ma'mun bin Harun al-Rashid. Kadhalika suala la kupinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tunaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana sifat, anasifika kwa sifa tukufu, kwa hiyo anazipinga zile sifa. Masala ya ru'yatullah anapinga. Sasa pakawa pana mtihani, tawala ndio msimamo wake huo, na ameshajazwa ilmu al-kalam, mambo ya falsafa na mantiq. Sasa sema falamma waliya huwa al-khilafa ijtama'a bihi haula'i, wakati alipotawalia yeye ukhalifa, sasa akawa ndiye mtawala, wakakusanyika kwake yeye watu wa aina hii, yani hao Mu'tazila. Fahamaluhu ala dhalika wa zayyanu lahu, wakamchukua juu ya hilo na wakampambia hilo, yani wakawa wamelitengeneza lile jambo, kwa maana washapata fursa sasa ya kueneza itikadi yao potofu, kwa sababu mtawala ni wao. Wattafaqa khurujuhu ila Tarsus li ghazwi Rum, na ikawafiki ikasadifu kutoka kwake kwenda sehemu za Tarsus kwa ajili ya kwenda kupigana na Warumi. Fakataba ila naibihi bi Baghdad, ambaye ni Ishaq bin Ibrahima ibn Mus'ab, ya'muruhu an yad'u an-nasa ila al-qawl bi khalqi al-Qur'an. Akaandika barua kumwandikia naibu wake huyo ambaye ni Ishaq bin Ibrahim ibn Mus'ab, akiwa anamwamrisha awaite watu, alinganie watu wote watoe kauli ya kwamba Qur'ani ni makhluk. wattafaqa lahu dhalika akhir umrihi qabla mautihi bi shuhurin min sanati 18 wa 200, likasadifu hilo kuwa limekutana mwishoni mwa umri wake,
kwa miezi michache tu, kwa sababu ilikuwa ni mwaka 218 na sisi tumesema kwamba amefariki mwaka 218. Kwa hiyo kabla ya kufa kwake ikawa jambo hili limeanza. Falamma wasala alkitab istad'a jama'atan min a'immati alhadith, ilipomfikia yeye barua, ilipofika barua akawaita kundi katika wanawachuoni wa hadithi. Fada'ahum ila dhalika famtana'u, akawaita kwenye jambo hilo, akawataka wakubali jambo hilo, wakakataa. Fatahaddadahum bidharbi, akawatisha wao kwa kuwapiga. Wa qati' al-arzaq, na kuwakatia riziki zao, posho. Kuna posho zinazotolewa kwa watu mbalimbali. Sasa posho zenu zitakatwa, hamtapata kitu na mtaadhibiwa. Faajabu aktharuhum mukrahin, wakakubali, wakaitika wengi wao hali ya kutenzwa nguvu. Wakaona ya nini tupate tabu bwana, tutapigwa, riziki itakatwa, basi hata tukubali tu. Wakakubali baadhi yao. Wastamarra ala al-imtina'i min dhalika al-Imam Ahmad ibn Hanbal wa Muhammad bin Nuh, na wakaendelea kukataa hilo al-Imam Ahmad bin Hanbal na Muhammad bin Nuh. Fahumila ala ba'ir, wakabebwa juu ya ngamia. Wasujira ila al-khalifati an amrihi bidhalik wa huma muqayyadan, kusema wakapelekwa kwa khalifa kwa sababu ya amri yake imehikwa hilo, na hali ya kuwa wao ni wenye kufungwa pingu. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala anaelezea hali hiyo. Falamma kana bibiladi ar-Rahba jaahum rajulun min al-a'rab min ubadihim yuqalu lahu Jabir ibn Amir. Walipofika Rahba, alikuja bedui mmoja, kaja bedui ambaye alikuwa ni katika wacha Mungu wao hao mabedui, anaitwa Jabir ibn Amir. Fasallama ala al-Imam Ahmad, akamsalimia Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Waqala la ya hadha innaka wafidun nas fala takun shukman alayhim wa innaka ra'su an-nas al-yawm fa iyyaka an tujibahum ila ma yad'unaka ilayhi fayujibu فتحمل أوزارهم يوم القيامة وإن كنت تحب الله فاصبر على ما أنت فيه فإنه ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل وإن لم تقتل تمت وإن عشت حميدا. بدوي huyo akazungumza maneno ya maana sana kumwambia Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, akamwambia ewe huyu, ya hadha innaka wafidun nas, wewe ndiye mgeni wa watu, kwa maana wewe ndio mwakilishi wa watu, basi usiwe ni shukmu kwao, usiwe ni nuksi kwao, usije ukawekea watu shukmu. Wewe ndiye kiongozi wa watu hivi leo, tahadhari kuwaitikia wao kwenye kile wanachokuita. Ukiwaitikia wao, watu na wao wataitikia, yani watakubali. Ukiwakubalia kuwaambia wao kwamba al-Qur'anu makhluq, na watu wote watasema hivyo hivyo. Ukitazama maulama karibu wote wamekubali, umebaki wewe na kijana huyu mdogo Ahmad bin Nuh sasa, au Muhammad bin Nuh. Sasa ukijibu wewe, watu wote waliobakia wataitikia kwenye itikadi hii. Sasa tahadhari, usifanye hivyo. Ukifanya hivyo utayabeba madhambi yao siku ya Kiyama. Na ukiwa wewe unampenda Allah, basi fanya subra juu ya kile ambacho wewe umekiitakidi juu yake, uko katika hicho, ile itikadi uliyokuwa nayo ivumilie, ibebe hivyo hivyo. Hakuna baina yako wewe na baina ya janna zaidi ya kifo. Ufe utaingia peponi, na hata kama hutauawa, amwambia hakuna baina yako wewe na kuingia peponi isipokuwa kuuawa. Akazungumza swala la kuuawa, illa an tuqtal. Na kama hutouawa, tujalie kwamba utapona kwenye kadhia hii, hutauawa, basi utakufa tu, utafika siku utakufa. Kwa hivyo vyote utakavyokuwa utakufa wewe, na kama utaishi, basi utaishi hali ya kuwa ni mwenye kuhimidiwa, utaishi wewe shujaa.
Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala akasema wa kana kalamuhu mimma qawwa azmi ala ma ana fihi min al-imtina'i min dhalika alladhi yad'unani ilayhi, yakawa maneno yake ni katika yaliyotia nguvu katika azma yangu kwa kile ambacho mimi niko ndani yake, katika kukataa lile ambalo wananiitia. Kwa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala akapata nguvu kwa maneno yale. Asema walipomkaribia jeshi la khalifa na wakashushwa katika sehemu hiyo, akaja mtumishi wa huwa yamsahu dumu'ahu bi tarafi thawbihi wa yaqul ya'izzu alayya ya aba abdillah anna al-ma'mun qad salla sayfa lam yasullahu qabla dhalik wa annahu yuqsimu bi qarabatihi min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam la in lam tujibhu ila al-qawl bi khalq al-Qur'an la yaqtulannaka bidhalika as-sayf. Wakati wao wanakaribia kufika kwa khalifa al-Ma'mun, sababu khalifa hakuwepo pale. Kwa walipokaribia kufika kwake, walikuwa wanapelekwa wakasimamishwa mahali kama subirini hapo. Mara akaja khadibu, mtumishi, anakuja na hali ya kuwa anajipangusa damu kwa nchi ya nguo yake. Damu ilikuwa imwagika, sasa anajipangusa. Akamwambia, kwa hakika linakuwa ni uzito kwangu mimi ewe Abu Abdullah, jambo linakuwa gumu kabisa kwangu, kwa sababu al-Ma'mun ameshauchomoa upanga wake kutoka kwenye ala, hajawahi kuuchomoa kabla ya hapo, na anaapa kwa ule udugu wake yeye na Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaapa kwamba kama wewe hutamkubalia kile anachokitaka kwamba Qur'ani ni makhluq, basi atakuua kwa upanga huo. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala kama inavyoeleza, fajatha al-imamu ala rukbatayhi wa ramaqa bi tarafihi ila as-samaa. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala akapiga magoti ardhini na akanyanyua macho yake juu, akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma fa in yakun al-Qur'anu kalamuka ghayra makhluqin fakfina mu'lata. Ewe Allah tabaraka wa ta'ala, ikiwa hii Qur'ani maneno yako si makhluq, si kiumbe, basi tutoshe sisi na gharama zake, yani kwa maana tutosheleze sisi na shari zake, tukinge na shari zake. Wakati wako pale hawajafika kwa Ma'mun, fajaahum as-sarikhu bimauti al-Ma'mun, ukaja ukelele ukitangaza kifo cha Ma'mun fi thuluth al-akhir min al-layl, katika sehemu thuluth ya mwisho ya usiku. Kuna mtu akapiga kelele, jamani, Ma'mun amekufa. Haja kutana na Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yamesema amemwomba Allah tabaraka wa ta'ala, ewe Allah, ikiwa hii Qur'ani hii ambayo ni maneno yako, ikiwa si makhluq, tutosheleze sisi na gharama zake. Basi usiku ule haukwisha ila Ma'muni naye amekwisha. Ikaja taarifa kwamba Ma'muni amefariki. Qala Ahmad fafarihna, akasema Ahmad furahi sisi. Thumma jaa al-khabar bi anna al-Mu'tasim qad waliya al-khilafa, kisha ikaja habari kwamba al-Mu'tasim ametawalia khilafa. Al-Mu'tasim ibn Harun al-Rashid pia naye ni ndugu yao. Al-Mu'tasim ito Muhammad al-Mu'tasim, hizi ni alqab wako nazo. Yule ni Muhammad al-Amin, al-Amin al-laqab, na huyu Abdullah al-Ma'mun, na yule baba yao ni Harun, jina lake to Harun, wanamuita ar-Rashid. Walikuwa wakitumia sana alqab. Musa wanamuita Musa al-Hadi, Muhammad al-Mahdi, walikuwa wakipeana laqab hizo. Sasa ikaja taarifa ya kwamba Muhammad al-Mu'tasim ndiye khalifa. Muhammad al-Mu'tasim ibn Harun al-Rashid ibn Muhammad al-Mahdi, kwamba sasa ndiye mtawala aliyetawalia daula ya Bani al-Abbas baada ya kaka yake al-Ma'mun. Na
pia akamleta pale katika majlisi yake baada ya utawala wake ule kutawalia mtu mmoja kitwa Ahmad bin Abi Duad. Jambo likawa gumu zaidi kuliko mwanzo. Mu'tasim akawa ni mutashaddid katika itikadi ile, lakini wakarudishwa sasa, faradduna ila Baghdad fi safinatin ma'a ba'd al-asara, wakaturudisha Baghdadi kwenye jahazi tukiwa pamoja na mateka. Wanalani minhum adhan kathir, na ilinipata mimi kutoka kwao, ulinipata mimi udhia mwingi. Wakana fi rijlaihi alquyud, na kulikuwa katika miguu yake kuna pingu, ametiwa mapingu, iko ndani ya jahazi, wamesheheleshwa humo, mateka wako humo, akaudhiwa sana. Wamata sahibuhu Muhammad bin Nuh fi at-tariq, yule sahibu yake Muhammad bin Nuh alikufa njiani. Wa salla alayhi Ahmad, akamswalia Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad akamswalia yule sahibu yake. Falamma raja'a Ahmad ila Baghdad dakhalaha fi Ramadan, Ahmad alipoingia Baghdad ilikuwa ni katika mwezi wa Ramadhani. Faudia fi sijni nahwa min 28 shahra wa qila 32 shahra, akawekwa Imam Ahmad gerezani kiasi cha miezi 28, miezi 28, kwa sababu miezi inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran. Kwa hiyo 12 shahran atakuwa amekaa miaka mingapi? Amekaa miaka miwili gerezani na miezi minne, sivyo? Na miezi minne 12 ni 24 na 8 miezi minne. Kwa hiyo minne iliyobakia ilikuwa ni miezi minne. Kwa hiyo amekaa gerezani miaka miwili na miezi minne, na kuna kauli inayosema ni zaidi ya miezi 30, kwa maana zaidi ya miaka miwili na nusu. Thumma ukhrija ila ad-darb baina yaday al-mu'tasim, kisha akatolewa kwa ajili ya kupigwa mbele ya Mu'tasim. Waqad kana Ahmad huwa fi sijn huwa alladhi yusalli fi ahli as-sijn wal quyud fi rijlayhi, alikuwa Ahmad rahimahullah ta'ala na hali yuko gerezani, yeye ndiye anawasalisha watu wa gerezani mule, na hali ya kuwa pingu ziko kwenye miguu yake. Haya yote ameyataja al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika al-Bidaya wa Nihaya, juzuu ya 10 kuanzia ukurasa wa 364 mpaka 365, kwenye chapa ya Daru Ihya at-Turath al-Arabi, chapa ya kwanza ya mwaka 1408, ambayo ni sawa sawa na 1988. Anasema pia Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, mtamalizia hapa kabla al-adhan, katika kitabu chake tukasema babu an dhikru dharbihi rahimahullah baina yaday al-mu'tasim, falamma ahdarahu al-mu'tasim min as-sijn zada fi quyudihi. Maelezo kuelezea kipigo chake radhiyallahu anhu, umetaja hivyo mbele ya Mu'tasim, wakati Mu'tasim alipomleta kutoka gerezani na akawa amemzidishia pingu, amefungwa pingu zaidi, ikawa anatembea akashindwa kutembea. Kwa hiyo sema mimi siwezi kutembea kutokana na pingu ambazo zimenielemea. Kisha akaletwa mnyama akapandishwa juu yake mpaka nyumbani kwa Mu'tasim. Sema nikaingizwa nyumbani kwa Mu'tasim, wa ughliqa alayya, na nikafungiwa mimi, walaysa indi sirajun, na sina mimi taa, kwa kuna giza. Faradtu alwudu'a famadattu yadi fa idha ina'un fihi ma', nasema kana nataka kutawadha, nikapapasa mara nikaona kuna chombo kina maji. Fatawaddatu, nikatawadha. Thumma qumtu wala a'rifu alqibla, falamma asbahtu fa idha ana ala alqiblati walillahi alhamd. Sema kisha nikasimama kwa ajili ya kuswali na sijui qibla wapi, lakini papambaukiwa asubuhi, kumbe ilikuwa nimeelekea qibla sawa sawa, walillahi alhamd. Thumma du'itu fa udkhiltu ala almu'tasim, kisha nikaitwa nikaingizwa kwa Mu'tasim. Falamma nadhara ilayya wa indahu ibn Abi Duad, asema wakati aliponitazama mimi al-Mu'tasim
na yuko mbele zake ibn Abi Duad. Qala laysa qad za'amtum annahu hadathu as-sin. Yule al-Mu'tasim akamwambia nyinyi mmedai kwamba huyu ni kijana mdogo tu, hadha shaykhun mukhim, sema huyu mtu mzima tayari sheikh. Wale aliambiwa ni watoto tu, wa Ahmad anapinga mtoto mmoja, yani kijana tu. Alipewa sura hiyo, asema falamma danawtu minhu wa sallamtu qala li udni falam yazal yudnini hatta qarabtu minhu thumma qala ijlis fajalastu وقد أثقلني الحديد فمكثت ساعة ثم قلت يا أمير المؤمنين أنجاذني وقنز. طيب katika kumalizia tuelezea habari ambayo ilijiri mbele za mtawala wa Bani al-Abbas Muhammad al-Mu'tasim ibn Harun al-Rashid na Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Alipoletwa Imam Ahmad mbele ya al-Mu'tasim, pakapita pale majibizano marefu baina yake na baina ya Ibn Abi Duad ambaye ndiye Sheikh wa al-Mu'tasim na wali pamoja na yeye, lakini ikawa analazimishwa kwamba lazima aseme kwamba al-Qur'an makhluq. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala akataa, fa'adhabuhu bisiyaq, wakamwadhibu kwa kumpiga viboko. Anasema Imam Ahmad mwenyewe rahimahullah ta'ala, fa ukhidtu wa suhibtu wa khuli'tu wa ji'a bil aqabin was-siyat wa ana anzur. Anasema mimi nikachukuliwa, nikaburutwa, nikavuliwa nguo, wakaletwa watesaji wakiwa pamoja na wakiwa na viboko, wa ana anzur, na mimi ninatazama. Fajarraduni, wakanitoa nguo, wasirtu baina al-aqabin, nikawa baina ya wale wenye kuadhibu, niko katikati yao. Faqultu ya amira almu'minin, Allah Allah, inna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, inna rasul Allah sallallahu alayhi wasallam qala la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah illa bi ihda thalath. Kamwambia al-Mu'tasim, ya amira almu'minin, muogope Allah, tahadhari Allah, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema si halali damu ya mtu Muislamu isipokuwa anayeshuhudia la ilaha illa Allah, isipokuwa kwa moja ya mambo matatu. Kisha asema nikamsomea ile hadithi. Kwa hiyo fabima tastahillu dami walam ati shay'an min hadha ya amira almu'minin, sasa vipi unaihalalisha damu yangu na mimi sija lifanya lolote katika hili, ewe amira almu'minin? udhkur wuqufaka baina yaday Allah ka wuqufi baina yadayk, kumbuka kisimamo chako kitakachokuwa mbele ya Allah tabaraka wa taala kama hivi mimi nilivyosimama mbele yako. Fa akhadhu biyadribunahu hatta ughmiya alayhi, wakaanza kumpiga mpaka akazimia. Imam Ahmad rahimahullah taala akazimia, akapoteza fahamu pale. Wa dhahaba aqluhu mirara, akili yake ikawa imeondoka mara nyingi, kila akipigwa anazimia, akizinduka wanaanza kumpiga tena. Fa idha sakana ad-darbu yaudu alayhi aqlu, akitulia kule kupiga, wakiacha kumpiga akili yake inarudi kama kawaida, akizinduka wanamtandika tena. Thumma amara al-khalifa bi itlaqihi ila ahli, kisha khalifa akaamrisha aachiwe ende kwa ahli zake. وكان جملة ما ضرب نيفا و30 صوتا وقيل 80. Yasemekana kwamba alipigwa zaidi ya viboko 30, wengine wanasema zaidi ya viboko 80, lakini kana dharban mubarriha shadidan jidda, lakini kipigo hasa, sio viboko 80 vya mchezo. Wengine mmoja katika waliosema anasema kwamba lau angelipigwa ngamia basi angekufa. Kapigwa kipigo kikweli kweli, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alimnusuru. Wa kana al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala rajulan raqiqan asmara al-lawn kathira at-tawadhu rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad alikuwa ni mtu mbamba mwenye rangi ya asmar, yani nomili kwenye weusi, rahimahullah ta'ala, na alikuwa ni mwingi wa kutawadha. Haya maelezo na Imam Ibn Kathir katika al-Bidaya. Sasa ilifika lini ikakoma hii hali? Kwa sababu baada ya Muhammad al-Mu'tasim akaja akatawala mwanawe Haruna
al-Wathiq ibn Muhammad al-Mu'tasim, kisha baada yake akaja al-Mutawakkil ibn al-Mu'tasim, yani ndugu yake Harun. Wakati wa Mutawakkil na alikuwa ni sahibu sunna rahimahullahu ta'ala, ndio rafaa hadhihi al-mihna, akaondosha hii balaa na mtihani huu kwa ahli sunna. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فلما ولي المتوكل على الله الخلافة، alipotawaliya almutawakkil ala Allah, ndio laqabu yake almutawakkil ala Allah, alipotawala ukhalifa, istabshara an-nas biwilayatihi, walifurahi watu kwa utawala wake, liannahu kana muhibban lis-sunnati wa ahliha, kwa sababu alikuwa ni mwenye kupenda sunna na watu wake. Wa rafa'a al-mihnata 'an al-imam Ahmad, akaondosha mtihani ule kwa Imam Ahmad. Wa kataba ila al-afaq, na akaandika barua katika pembizo za miji huko, akapeleka barua kote: la yatakallam ahadun fi al-qawli bi khalqi al-Qur'an, asizungumze mtu yoyote kuhusiana na masala ya khalqi al-Qur'an, watu wote wakae kimya. Lakini ilikuwa ni wakati wa al-Mutawakkil Abu al-Fadl جعفر المتوكل على الله ابن المعتصم ابن هارون الرشيد ابن المهدي ابن جعفر ابن أبي جعفر المنصور رحمه الله تعالى. ومتوالى أهل السنة أكونسور أهل السنة والجماعة. لكن في vipindi hivi vya watawala hawa watatu waliofuuliza ilikuwa ni balaa kwa ahli sunna. Kipindi cha Abdullah al-Ma'mun, kipindi cha Muhammad al-Mu'tasim na Harun al-Wathiq, lakini hasa kwenye kipindi cha al-Mu'tasim ahli sunna walipata tabu sana, wakataabika, wakateswa, la siyama Imam Ahmad. Wengine wote wamekaa kimya wote. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala alihuzunishwa na kitendo cha marafiki zake kama wakina Ibn Ma'in, kadhalika Ibn al-Madini, kushindwa kuvumilia mtihani ule, na wakawa wamekubali kuitikia. Na kwa sababu hiyo basi akafanya muqata, akawakata kile Ibn al-Madini. Wajua sisi la tutakwenda kutana kiyama, kwa nini nyinyi mlifanya namna ile? Akawakatalia kabisa, wamestaki kutaka kuzungumza na nyinyi. Ndio marafiki zake, watu wa karibu sana. Lakini kwa nini nyinyi mliitikia katika fitna ile? Wale walichukua ruhusa, sababu sheria imewapa ruhusa, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Hawakuwa na jinsi, hawakuweza kuvumilia. Kila mtu anakuwa Allah subhanahu wa ta'ala amempa uwezo katika mambo fulani. Kama wewe uliweza kuvumilia na kuhimili mitihani kama hiyo mizito ya kusemwa, kuburuzwa, kupigwa, kufungwa, wengine hawawezi. Akiambiwa maneno kidogo tu basi atakaa nyumbani kwake huko atalia, kesho umuoni tena katika jambo, anarudi nyuma, wana udhaifu. Sasa ikiwa wewe Allah tabaraka wa taala amekupa moyo madhubuti wa kuweza kutahammali shida zote hizi, sisi wengine hatuwezi. Kwa hiyo tumechukua ruhusa. Imam Ahmad akiwa alichukua azima, kasimama sawa sawa na Allah tabaraka wa taala, kainusuru sunna kupitia yeye. Ikawa inafahamika kwamba shiari ahli bid'ah katika wakati ule ni kusema kwamba Qur'ani ni makhluq, Qur'ani ni kiumbe. Na itikadi hii mpaka leo inaendelea kwa baadhi ya tawaif kama makhawarij katika ibadhi, kadhalika ar-rafidha na shia na wengineo katika watu wa bid'ah ambao wamefyonza itikadi zao kutoka Mu'tazila. Wana itikadi hii ya kwamba Qur'ani ni kiumbe mpaka leo, na vitabu vyao wanaandika kuitetea itikadi hii. Ahli sunna wao walisimama katika mstari wa sawa sawa, na Imam Ahmad ameeleza pia kwenye kitabu chake masala ya khalqul Qur'an, na wanamkufurisha wazi anayesema kwamba Qur'ani ni makhluq. Mpaka katika baadhi ya salaf wanasema lau kama mimi naweza nikaa katika daraja, katikati ya daraja na upanga, namuuliza mmoja baada ya mwingine, je, Qur'ani makhluq au ghairi makhluq? Akisema kwamba ni makhluq, qata'tu unqahu wa ramaituhu fi an-nar, namkata shingo yake na mtupa katika mto. Wewe hivyo hivyo utawachinja wote mpaka wamalizike, maadamu unasema Qur'ani kuwa ni makhluq.
kaifa yakunu kalamullahi makhluqa wa huwa sifatun min sifati, vipi itakuwa maneno ya Allah tabaraka wa taala yameumbwa na hali yakuwa ni sifa katika sifa zake Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo al-Imamu Ahmad alitaabika na ahli sunna walipata dhiki, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaja kaiondosha dhiki hii kwa mtawala huyu almutawakkil ala Allah Abu al-Fadl Ja'far rahimahullah ta'ala, Ja'far ibn al-Mu'tasim Allah rahimahullah ta'ala, ikipatikana nusra hiyo. Kisha naye akaandika kwa manaibu wake katika miji mbalimbali na kwa maumara wale kwamba utangaze jambo hilo, masala ya khalq al-Qur'an imeshaondolewa, watu wa katika itikadi yao ya ahli sunna. Pia akamwandikia naibu wake Ishaq bin Ibrahim apeleke ujumbe kwa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, akaitwa mbele ya al-Mutawakkil. Mutawakkil akamkirimu na akamtukuza Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, akamuuliza kuhusiana na masala ya khalq al-Qur'an, akamjibu. Imam Ahmad alimuuliza, sualuka hadha sualu ta'annut au istirshad, swali lako hili ni swali la mtu atakubishana au ataka muongozo? Akamwambia sualu istirshad, ni swali la kutaka muongozo. Akamweleza kwamba huwa kalamullahi munazzalun ghairu makhluq, Qur'ani ni maneno ya Allah aliyoteremshwa na si makhluq. Basi akaachia Imam Ahmad akaendelea na durusi zake na mambo yake, farahmatullahi ta'ala alayhi. Imam Ahmad ameandika vitabu vingi sana, viko ambavyo vimehifadhiwa kwa maana kwamba vipo havikupotea, kama al-Musnad iko, kadhalika kitabu hiki tunachokisoma Usulus Sunna kipo na vinginevyo, na kiko na vitabu vingine havikupatikana na vilipotea, kama kitabu chake cha tafsiri ambacho kilikuwa katika mujalladi 20 au wengine wanasema 120,000, yani kwa maana karatasi 120,000 laki moja na 1,020, lakini zimepotea zote. Kadhalika kitabu an-Nasikh wal-Mansukh, yani kitabu tarikhi na vinginevyo. Kufariki kwake Imam Ahmad rahimahullah ta'ala alifikia umri wa miaka 77. Alifika umri wa miaka 77. Ulipoingia mwaka ule wa 78 tu akaanza kuumwa na akafa katika usiku wake, au akapata homa katika usiku ule na mchana wake akafariki. Ilikuwa ni mchana wa siku Ijumaa tarehe 12 ya mwezi wa Rabiul Awwal, akafariki al-Imam Ahmad mwaka 241, mwaka 241. Haijawahi kuonekana mfano wake katika swala yake ya janaza katika mji wa Baghdad. Kuna kauli inayosema kwamba watu wachache walioswali ilikuwa ni watu 800 ndio walimswalia Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. 800,000 wamesimama kumswalia Imam Ahmad, kwa sababu wakati huo Baghdad ilikuwa ndio asimatu dunia, ndio mji mkuu duniani, kwa sababu Uislamu ulikuwa ndio unatawala dunia. Kwa hiyo makao makuu ya ukhalifa yakawa yako Baghdad. Banu al-Abbas wao ndio walijenga Baghdad, kwa sababu ukiangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika Abu Bakar, kadhalika Umar, kadhalika Uthman radhiyallahu anhum, darul khilafa walifanya Madina, ndio ndio makao makuu. Khalifa makao makuu yake ni Madina. Wakati wa Ali bin Abi Talib na kadhalika wakati wa al-Hasan ibn Ali, darul khilafa ilikuwa ni al-Kufa. Wakati wa Bani Umayya alipotawala Muawiya bin Abi Sufyan na Banu Marwan, wote unaitwa utawala Bani Umayya, watoto wa Abu Sufyan na wajukuu zake na watoto wa Marwan, ndio daula ya Bani Umayya. Darul khilafa ilikuwa Dimashq, Damascus, ilikuwa ndio daru ya khilafa. Walipotawala Banu al-Abbas wao wakaika darul khilafa Baghdad, ilikuwa ndio asili, ndio mji mkuu. Imekwenda hivyo kwa muda mrefu mpaka walipokuja kutawala al-Uthmaniyun, Ottoman Empire, wakaweka makao makuu yao Istanbul.
mpaka ilipoanguka na Ottoman Empire, خلاص mambo yakaisha. Kwa hiyo waliswalia watu 800,000, kuna kauli hiyo, na inasemekana wanawake walifika takriban wanawake 60,000 ndio walimswalia Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kuna kauli inasema ni zaidi ya watu milioni walimswalia Imam Ahmad, zaidi ya watu milioni 1. Kwa wakati huo ni watu wengi sana, ni umma. Hata kwa sasa ni watu wengi, wakusanya watu mahali pamoja kwamba waambiwa hawa ni watu 500,000, ni wengi sana. Kwa hiyo janaza lake lilikuwa ni mashhudi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa ajzala lahu al-mathuba